Vivyo hivyo, mtazamaji, Waislamu hawajaachwa nyuma. Viongozi wa Kiislamu wametoa wito kwa wanasiasa kukoma kuendeleza siasa za migawanyiko zinazosababisha madhara na mfarakano nchini. Wakizungumza mwanzoni mwa mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhani, viongozi hao waliwasihi wanasiasa kuhubiri amani na umoja na kuweka kando tofauti zao na kuzingatia ujenzi wa taifa. Mwezi mtukufu wa Ramadhan ambao huamuliwa na kalenda ya mwezi wa Kiislamu huanza kwa kuonekana kwa mwezi mpevu wa aina maana kubwa kwa mamilioni ya Waislamu kote ulimwenguni. Mwezi wa Ramadhan ambao ni wa 9 katika kalenda ya Kiislamu unachukuliwa kuwa mwezi mtakatifu zaidi katika Uislamu na huadhimisha duniani kote kupitia kufunga, sala, kutafakari na kujumuika na jamii. Sisi sote ni wana wa Adam na sisi sote tunaishi ndani ya nchi hii. Kwa hivyo tusiharibu nchi kwa miadili yoyote. Tusiharibu nchi kwa msingi wa dini au kabila au lolote. Sote ni wa Kenya na sote ni wana wa Mungu. Na wasihi viongozi wetu wa kidini, wa siasa na kijamii wasitenganishe jamii hizi, wajenge undugu wao na wajenge mbinu mbadala ya kutatua matatizo yao kama wanafamilia wanavyofanya. Ni vizuri kipindi hiki kudumisha amani katika njia ya kumsogelea Mungu na kutubu dhambi. Maana kile kinafanya watu watafarakane, waachane na watukanane ni dhambi.